Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa tamko kali dhidi ya kundi la Wahouthi nchini Yemen, likisisitiza kuwa mashambulizi yote ya kuvuka mipaka yanayofanywa na kundi hilo lazima yakome mara moja. Azimio hilo limekuja wakati mvutano wa kijeshi kwenye eneo la Bahari ya Shamu na Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka. Katika kikao kilichofanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, wajumbe 13 wa baraza hilo waliunga mkono azimio hilo, huku mataifa mawili ya kudumu, China na Urusi, yakijizuia kupiga kura. Ingawa hawakupiga moja kwa moja, hatua yao imeonyesha mgawanyiko wa kimtazamo baina ya mataifa makubwa kuhusu jinsi ya kushughulikia mgogoro wa Yemen na athari zake kwa usalama wa kimataifa. Kupitia azimio hilo, Baraza la Usalama limezitaka nchi wanachama duniani kuongeza juhudi katika kutekeleza marufuku ya uuzaji, usafirishaji na usambazaji wa silaha kwa Wahouthi. Hii ni kutokana na ongezeko la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Yemen kuelekea Israel, pamoja na meli ambazo zilikuwa zikipita katika Bahari ya Shamu. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa kukiuko kwa marufuku hiyo kunahatarisha usalama wa meli za kimataifa, kuathiri biashara za dunia na kusababisha hatari kubwa kwa raia. Kupitia uamuzi huo, vikwazo vilivyopo sasa dhidi ya Wahouthi, ikiwemo kufungia mali, kuzuia usafiri nje ya nchi na hatua nyingine za kiuchumi, vimeongezwa hadi Novemba 14 mwaka ujao. Viongozi kadhaa waandamizi wa kundi hilo pamoja na watu wanaoshukiwa kufadhili au kusaidia mashambulizi wanaendelea kuwa katika orodha ya walio chini ya uangalizi. Kwa mara ya kwanza, azimio hilo limefungua uwezekano wa kuweka vikwazo kwa mtu yoyote au kikundi chochote kinachotekeleza mashambulizi ya kuvuka mipaka kutoka ardhi ya Yemen, hata kama si sehemu rasmi ya Wahouthi. Wahouthi ambao wanadhibiti maeneo makubwa ya Yemen, ikiwemo mji mkuu wa Sanaa, kwa zaidi ya miaka 10, wamekuwa wakiongeza operesheni zao za kijeshi tangu vita vya Gaza vilipozuka mnamo Oktoba 2023. Kundi hilo limekuwa likidai kuwa mashambulizi yake mengi ambayo yalikuwa yakilenga nchini Israel na meli ambazo zilikuwa zikipita katika Bahari ya Shamu ni kuunga mkono wa Palestina. Mashambulizi hayo yaliweza kuathiri vibaya usalama wa meli za kibiashara na kusababisha baadhi ya makampuni ya kimataifa kubadili njia za usafirishaji, jambo lililoongeza gharama za biashara, kusababisha mchepuko wa safari za kimataifa. Mataifa mengi yameonyesha wasiwasi kwamba mwendelezo wa mashambulizi unaweza kusababisha mgogoro mpana zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mashambulizi yanayolenga raia, bandari, miundombinu na mafuta na meli za biashara yanakiuka sheria za kimataifa na yanaweza kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu na kiuchumi. Katika azimio hilo, Baraza la Usalama limehimiza pande zote zinazohusika na mgogoro wa Yemen, ikiwemo serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa, Wahouthi na wadau wa kikanda kurejea kwenye mazungumzo ya amani ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo unaoendelea miaka zaidi ya 10. Umoja wa Mataifa imekumbusha kwamba mgogoro wa Yemen umeendelea kusababisha moja ya majanga makubwa ya kibinadamu duniani, huku mamilioni yakikosa chakula, dawa na huduma za msingi.